Naomba tushirikiane. Zaburi 139 mstari wa 13 mpaka wa 14. Mungu linasema, maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi, jinsi ambavyo alikuwa amewaza na kutafakari sana. Tumeumbwa kwa jinsi ya mfano wa Mungu. Sisi ni mfano halisi wa Mungu. Ni habari za mtumishi wa Mungu Daudi. Baada ya kujitazama, akatafakari sana ndani ya moyo wake, akafikia mahali akakubali kwamba hakika ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Neno la Mungu hili linatufundisha hata sisi tuwe kama Daudi. Tafakari kwa pamoja, kila mmoja kwa jinsi yake tofauti. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Tutambue jinsi Mungu alivyotuumba tofauti na wanyama, tofauti na wadudu, tofauti na ndege. Akatupendelea sisi, akatuumba kwa jinsi ya ajabu sana. Yaani hatufanani, hata uzae mtoto wako ambaye wanasema kafanana kweli na Flora, lakini unakuta kuna tofauti ipo. Mungu wetu ni fundi sana. Kwa wajibu wa kumwadhimisha, kumwabudu kwa kicho, kwa jinsi alivyotuumba kwa jinsi ya ajabu na ya upendo sisi wanadamu. Jikubali. Ukichelewa kujikubali, yani wengine hawatakukubali kabisa. Jikubali kwamba nimeumbwa kwa mfano wa Mungu, mimi ni mzuri, ni mrembo. Baba wanasema wenzetu wanasema handsome. Handsome man. Jikubali. Yani haiwezekani watu wakakukubali tu wewe mwenyewe mnyonge. Jikubali. Unapojikubali na wengine ndipo wanapokukubali. Mshukuru Mungu kwa jinsi ya Mungu alivyokuumba. Nilikuwa siku moja nafikiria, nasema figo, mapafu, maini, unajiuliza hivi vitu vyote vinafanya kazi eti kila kimoja kinamtegemea mwenzake. Hivi vitu naweza kusema ni virahisi sana. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Jinsi tunavyopumua. Siku moja nilikuwa namsikiliza daktari mmoja, anasema eti ndani ya saa moja kuna tripu za kupumua. Yaani ile 1, 2, 3 ndani ya saa moja, yaani anatakiwa zile labda. Nilikuwa nafikiria siku moja, nasema kuna haja ya kumkubali Mungu kwa jinsi ya tofauti, yani wewe mwenyewe binafsi, bila kushirikishwa na mtu yeyote. Eti hivi vitu vingine katika mwili havina spare inatoka kwake. Unaweza kuona ni vitu vya juju, lakini nilikuja kufikiria siku moja, nina mgonjwa, nilikuwa sijawahi kusikia, anasema nafanyiwa dialysis. Eti trip moja anafanywa mara 3 kwa wiki. Trip moja ni shilingi 300. Ina maana Jumatatu mpaka Jumamosi awe na shilingi 900. Wiki ijayo 900. Lakini umekaa mtu huna hata hiyo shida hata kumwabudu Mungu wala. Nilikuwa nafikiria kipindi kile cha corona. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu sana. Kwamba mtu akiwekewa oxygen kwa wiki unaoletewa, alafu sisi tunapumua bila tabiri yoyote. Yehova Mungu, umetuumba kwa jinsi ya ajabu. Utuhurumie Baba, jinsi ambavyo hatuendi sawa na wewe. Ukipata changamoto ndio utakapojua kwamba kweli tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hivi utasikia tu kama story. Kwa uzima, shukuru Mungu, mwadhimishe. Amekuumba kwa jinsi ya ajabu sana. Kiungo kimoja katika mwili kikipata shida, ndio utajua wapendwa. Mwenye nimewahi kuonja joto ya jiwe. Nilimuita Mungu kisa, yani nilimuita Mungu alinihurumia. Ndio ujue huruma za Mungu zilivyokuwa juu ya maisha yetu. Na ametuumba katika hali hiyo kwa sababu anasema miili yetu ni hekalu lake. Anakaa mahali ambapo ni pasafi, kwenye hekalu lake takatifu. Hataki lichafuliwe kwa namna ya aina yoyote. Jinsi lilivyo la thamani hilo hekalu, hadi kulifinyanga. Tumefinyangwa kwa jinsi ya ajabu. Hatutakiwi kuchezea. Miili yetu ni hekalu la Mungu aliye hai. Ndio maana hata madaktari ambao Mungu amewapa ufahamu wanasema ili mwili wako ubaki
alichofanya sasa kwa mwanadamu. Mwanzo 1:26 na 27. Mungu aliumba vitu vingi sana kwa kutamka. Lakini alipofika sehemu ya kuumba mwanadamu, akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Kwenye jopo lake huko akamuumba mwanadamu kwa kufinyanga udongo. Alichukua udongo akaufinyanga, akamuumba mwanadamu, akampulizia pumzi ya uhai. Mungu akamweka Adamu kwenye bustani ya Edeni. Baadaye tunaona jinsi Mungu ambaye baada ya kumuumba Adamu akasema si vema huyu akae peke yake katika uumbaji huo wa jinsi ya ajabu. Baada ya kumuumba Adamu alimpa mamlaka ya kutawala. Tuangalie Wakorintho wa kwanza 11:3. Mwanaume ni kichwa cha nyumba. Kila alipo mwanaume anasimama katika familia, kwanza ni mtawala kama Mungu alivyosema, lakini anamwakilisha Kristo, hafu ni kichwa cha nyumba. Baba ni mtawala katika hiyo uumbaji wa ajabu ambao Mungu ameufanya. Baba ni mtawala, yani mwanaume ni mtawala na ni kichwa katika familia. Hata mwanamke awe na cheo kiasi gani, hawezi kupindua uumbaji wa Mungu. Akiwa kwenye ngazi ya familia, mke anakuwa chini, mwanamume anakuwa juu kama mtawala. Huwezi kuleta zile za 50-50 kwenye masuala ya ndoa. Mungu mwenyewe aliagiza ya kwamba mwanamume ni kichwa cha familia. Lakini Mungu akampa majukumu, kazi ya kufanya. Amwambia katika Mwanzo 2:15-17, majukumu aliyopewa mwanaume hapa ni kuilima bustani na kuitunza. Mwanaume hawezi kuwa mtawala katika familia, mama anamtegemea, alafu hawezi kulima wala kufanya kitu chochote. Anapaswa kufanya kazi, biashara, awe anafuga na kazi nyingine yoyote ambayo ni halali kwa ajili ya kutunza, kupata kipato kwa ajili ya kutunza familia. Asifanya kazi na asile. Agizo lake lingine alilopewa na Mungu ni kumpenda mke wake. Waefeso 5:25-33 kama utaandika, na Wakolosai 3:19. Kwa agizo lingine, huyo mwanamke aishi naye kwa akili. 1:3-19. Kuyatatua kibiblia. Mwanamume anapaswa kumwombea mke wake. Usishirikishe mapungufu ya mke wako kwa jirani. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa mwanamume umpende na kumsitiri mkeo. Lakini sio mbaya hata kama ukifika mahali ukamsifia siku moja mke wako. Si ndio kuishi naye kwa akili? Inapatikana kwenye Mithali 31:29. Tuangalie majukumu ya mwanamke. Mke ameumbwa kama msaidizi kwa ajili ya kumsaidia mume wake. Mke ameumbwa ili kumkamilisha, kuandaa jamii kwa ajili yake na kumwezesha kuzaa watoto. Hii inapatikana kwenye Mwanzo 2:18. Wanawake hapa mtakuwa mashahidi jamani, kwenye kazi ambayo Mungu ametupa ya kuzaa watoto. Kweli tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu, lakini pia hata jinsi ambavyo tunapokea ujauzito, jinsi ambavyo safari ya miezi 9 inavyokuwa ngumu, tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu sana. Jinsi ambavyo mwanamke anakuwa na ujauzito kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi 9, shughuli yake wanawake hapa mnaweza mkanihadithia tukikaa pembeni, lakini haiwezekani hapa. Kwanza mwendo unabadilika, alafu sasa mama hapa aniambia akubaliane kabisa kwamba kweli mtoto tumboni anaumbikaga hivi. Kuna siku najua kwamba leo mguu unaumbwa, kesho kichwa kitaumbwa, kesho kutwa atakuwa na kucha, siku inayofuata atakuwa na mikono. Hakuna siku tunajua, lakini mwisho wa siku tukifika kule mahali ambako ndio tunatoka nao, tunaambia sisi tunaenda kununua watoto. Sasa kule ndio unakuta kumbe nimepata mtoto. Pamoja na hayo yote, mama anasemesha nini mtoto akiwa tumboni, ili kile mtoto atoke akiwa na kusudi ambalo ni sawa sawa. Analisha nini? Mungu ametuamini sana wanawake kwenye nafasi ya usaidizi hii, ambayo pamoja na hayo inakuwa ni kuzaa watoto na kuwalea na kuwatunza. Mama yeyote akisikia taarifa inayohusu mtoto wake ambayo ni mbaya, lakini kinachopiga kelele ni tumbo, mtakubaliana na mimi wapendwa. Lakini
lakini kwenye masuala ya kulea, akisikia taarifa yoyote mbaya ya mtoto wake kwenye hiyo nafasi ya usaidizi, kwa maana ya kwamba yeye ndiye anayezaa mtoto, mwanamke ana kazi nyingi sana za kusimamia watoto. Mama yeyote hapa atashuhudia. Jamani, sisi wakina mama, sisi mtuone hivi kwenye usaidizi kwa maana ya kuzaa watoto ambao Mungu ametupa kwa maana ya kulea watoto. Unaposikia taarifa mbaya ya mtoto wa mwenzio, unakwenda kutoa taarifa kwa mwanamke mwenzio, unaweza ukamuua. Kwa hiyo hata hivi mambo ya watoto, nilisikitika sana baba mchungaji kwa maneno kwenye Biblia anasema siwezi kupingana nao. Inasema mtoto mpumbavu ni mzigo wa mama yake. Eti mtoto mwerevu ndio wa baba. Pingana na Biblia wapendwa. Yaani mtoto mwerevu ni wa baba, mpumbavu ni wa mama. Sababu mwalimu ni huyo mama. Mama huyo ndio mlezi. Alafu baba anachagua watoto wazuri. Yaani unakuta katoto kingine ndio kamekazana unafundisha sema mama kile kinasema mama. Alafu kile kitoto kikiwa na akili na hekima, eti baba anasema njoo baba. Yule mwingine ambaye ndio nasema wa kwetu, wakati mwalimu ni mimi mwenyewe. Sipingani na maandiko, ila akina mama ndio tunapata nguvu ya kuomba zaidi. Tusikubali tuwe watoto wapumbavu. Kama Biblia inavyosema, wako wapi wanawake ambao wanaomboleza, kila mmoja kwenye nafasi yake. Wakina mama ambao ni waombolezaji katika Biblia, ambao wanalia mpaka kikaeleweka, ni sisi wakina mama. Tumekombolewa kwa damu ya Yesu inayonena mema katika maisha yetu. Mama, hakuna lisilowezekana kwa Mungu. Kwa Mungu wetu aliye hai, tutajificha kwenye mwamba ambao ni Yesu Kristo wa Nazareti, mwamba ulio imara, mwamba usiotikisika. Tutazama damuni mwake mpaka kieleweke. Tutakuwa ni walezi bora, tutakuwa ni wakina mama ambao ni walimu bora, watakaotuletea kizazi ambacho ni bora. Kwa uweza wa damu ya Yesu tunayaweza yote katika yeye Bwana anayetutia nguvu. Naambia na uwezo wa kuondoa vikwazo vya kila aina katika familia zetu. Yana uwezo wa kugeuza mioyo na tabia mbaya za watoto wetu wakawa watoto bora katika jina la Yesu. Wakawa watoto bora. Kila atakayelitia jina la Bwana ataokolewa. Mama, jiamini wewe ni mlezi bora, ni mwalimu bora kabisa. Wewe mama hapo ulipo, ni mwalimu bora na mlezi bora. Kwa damu ya Yesu tunayaweza yote. Watoto wetu watakuwa watoto bora, watakuwa wenye akili, watakuwa vichwa masimkia katika damu ya Yesu Kristo anayetutia nguvu na aliyeangikwa Kalvari. Tunaita damu ya Yesu iliyomwagika kutoka kwenye kichwa chake, kwenye ile taji ya mimba iliyowekwa, ikomboe fahamu za watoto wetu katika jina la Yesu. Tunakataa roho za ushoga na kila aina yoyote ya mafundisho kutoka kuzimu kwa uwezo wa damu ya Yesu iliyotiririka kutoka kichwani kwake. Damu hiyo ikakomboe fahamu za watoto wetu katika jina la Yesu. Isaya 54:17 inasema kila silaha itakayoinuka juu yetu na watoto wetu haitafanikiwa. Hivyo mama, kila silaha itakayoinuka juu yetu haitafanikiwa. Tunakataa roho za uharibifu kwa watoto wetu, maana sisi ni walezi bora. Tunawaombea watoto wetu, sisi ni walezi bora. Hakuna maombi yaliyo na umbali. Hata kama mtoto yuko mbali kiasi gani, ukianza maombi hayana umbali wowote. Mungu ni roho, anatuambia tumwabudu katika roho na kweli. Watoto wetu wataacha njia mbaya, watamgeukia Yesu Kristo ya kwamba ni Bwana na Mwokozi wetu. Wapendwa, hatuwezi kuwa waombaji bila kusoma neno la Mungu. Mama, huwezi kuwa muombaji hata siku moja kama husomi neno la Mungu. Hivi hujapona mama Mwampeta? Ulikuwa na mzigo, unasikia neno nitakupigania na utanyamaza kimya. Mtoto wako usoma neno la Mungu, anatokeza mtu anasema mimi ni Mungu wenu. Afu kina mama unakuta wengi wako amina. Yaani kwa ajili ya kuponya watoto wetu. Unagundua hakuna mafundisho hayo ni sahihi sasa. Ndio unakaa kutoka asubuhi mpaka jioni. Unarudi kujua watoto wamekula nini mchana. Chochote wakafanyiwa watoto. Wakiharibika ndio hao watakuwa wapumbavu wa kwako. Baba atachagua wale ambao ni wazuri. Mungu atusaidie wakina mama. Tusimame kwenye nafasi zetu. Tuweze kuombea taifa,
Nimesema kichaa anachekesha akiwa si ndugu yako. Akitoka ndani kwako, mbona utaomba? Na siku ya kikukuta mama, unasema sijui kuomba, utanena kwa lugha bila Roho Mtakatifu. Huyu mwanamke jinsi ambavyo yuko amepewa nguvu ya ushawishi. Mungu amemuumba kwa jinsi ya ajabu sana. Kapewa nguvu ya ushawishi. Anaweza akamshawishi mumeo akapata maendeleo mazuri sana. Naona Roho Mtakatifu amesema ni ya Samson na Delila, ile hapana. Wanaume, kama una Delila wako, mfukie kwa jina la Yesu. Mwanamke, kama una roho ya udelila ya kudanganya watumishi wa Mungu, wasifanye. Okoa kizazi. Wanawake kwa karoho tunako. Bembeleza mkinifunga miguu wakakata kamba kwenye miguu, akuta miguu ana nguvu bado. Mkinifunga mikono wakakata kamba kwenye iko kwenye Waamuzi 16. Waamuzi 16 kuanzia 4 mpaka na kuendelea. Nguvu hiyo sisi ambao tunamcha Bwana tunaipata kwa damu ya Yesu. Sisi kazi yetu ni uombolezaji. Sisi tunafanana na Abigail. Ni mwanamke ambaye alikuwa anamuombea mpaka msamaha mume wake Nabali kwa Daudi ili asipate uharibifu wa aina yoyote. Mwana wa Mungu ambaye ni mwanamke uwe kama Abigail. Abigail alimuombea msamaha mume wake mpaka Daudi hakuangamiza mume wa Abigail ambaye alikuwa anaitwa Nabali. Huyu mwanamke huyu Abigail alipata hekima na aliolewa na mwanamume ambaye alikuwa yeye mwanamume hana hekima. Kwa mwanamke una uwezo pia wa kumsitiri mumeo kama alimfanya Abigail. Mwanamke bado ana nafasi ya kuwa mlinzi wa mume wake. Hii inapatikana kwenye Yeremia 31:22. Mwanamke atamlinda mume wake kwa njia ya maombi. Hana namna yoyote ya kumlinda mume wake, atamlinda kwa njia ya maombi. Wapendwa katika jina la Yesu, na wasi wanawake wenzangu, hawa wanaume tuwalinde kwa maombi, kumtii na kumheshimu. Katika hali ya kawaida mwanamke mwingine anaweza kusema mimi namlinda kwa kumfuatilia. Nakwambia mwanamke, kama roho yako ndogo usithubutu. Kama unamfuatilia kwa njia ya hali ya kawaida, mwanamume analindwa kwa magoti, maombi peke yake. Maombi hayana umbali. Mungu ni roho. Na kulitia jina la Yesu na kulia kwa sauti kuu, maana yeye yuko kwa ajili yetu, anatusikiliza hata tuacha hata utimilifu wa dahari kama alivyosema. Wala kazi hazitafanyika. Maombi peke yako ni ngao. Mwanamke, nakwambia amka, jifiche kwenye mwamba. Yesu ni mwamba tena usiotikisika. Kitu kinaweza kana kwa kulitia jina la Yesu. Mungu atusaidie sana katika hii nafasi ya ulinzi. Mungu atusaidie sana ili tuweze kuenenda sawa sawa na jinsi anavyotaka, na tuendelee kusimama kwenye sehemu ya uumbaji ambao ametupa kwa jinsi ya ajabu. Mungu atusaidie wanawake, nafasi ambayo ametupa kanisa. Tumepewa nafasi ambayo ni kubwa sana ya kuomboleza. Tuwe na muda kusoma neno la Mungu, maana neno la Mungu ni mwangaza wa njia zetu, ni taa ya miguu yetu. Tupate hekima kwa kupitia neno la Mungu tu na sio vinginevyo. Tunayaweza yote katika yeye Bwana anayetutia nguvu. Mwisho nasema tutunze uumbaji wetu, maana miili yetu ni hekalu la Kristo mwenyewe. Amen.